na vigelegele wakati mtumishi wa Mungu anakuja mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema haleluya mara ya kwanza, ya pili na ya tatu, shangwe na vigelegele mpaka mtumishi wa Mungu afike mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Shangwe na vigelegele, makofi kwa Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Karibu sana mtumishi wa Mungu, karibu hapa mbele kwa sababu ya neno la Bwana. Karibu sana. Mwenyezi Mungu Baba muumba mbingu na nchi, uliyetumba Bwana kwa mfano wako mwenyewe, na ikakupendeza kutuleta katika ulimwengu huu. Ardhi tuliyokanyaga ni kazi ya mikono yako, nasi sote ni kazi ya mikono yako Bwana. Sisi si kitu katika ulimwengu huu, bali wewe ndiwe mwenyewe ulianzisha dunia na vitu vilivyomo, kwa sababu unasema uliumba dunia kwa mikono yako, hivyo mwanadamu pia ni kazi ya mikono yako. Leo Bwana, imekupendeza kuja katika ardhi hii ya kwa Kibarani, kuja ili Mungu kuileta injili yako takatifu. Baba wa mbinguni, tunasema ni asante majira haya. Tunaalika Bwana uwepo wako na nguvu zako na mamlaka yako, kwamba ukafungulishe mbingu mahali hapa, ili mfalme wa amani Bwana ukanene na roho za watu wako. Wacha siku ya leo Bwana ukajitukuze mwenyewe. Hakuna Bwana lisilowezekana kwako, ya sababu yote Bwana anawezekana katika wewe. Tunaalika uwepo wako na nguvu zako ukatawale kila pembe na kila kona. Yesu ukapate kushika mateka na makila roho zote zinazotumwa katika anga kuzuia sauti hii sipenye ndani ya moyo wa watu wako. Siku ya leo ninaishika mateka, inaiharibu kwa uweza na mamlaka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, tuma radi zako katika anga, tamalaki majira haya na masaa haya. Wachilia moto wako mfalme wa Yuda, ukapate kuitakasa anga ya Kibarani. Wacha iwe ni anga iliyotakaswa na wewe wa mbinguni, ukasafishe kwamba watu wako wakaisikie sauti. Kwamba leo Bwana ukapate kunena na watu wako. Isiwe ni bure kukanyaga mahali hapa, bali katika kinywa chako Bwana kanena watu wako. Niliyesimama Bwana sina jambo la kunena machoni kwa wateule wako hawa, lakini Mungu naomba Baba wa mbinguni, kama jinsi ulivyoniumba na kunitengeneza kwa mfano wako, nitumie siku ya leo kama chombo takatifu wako wewe Bwana, kikapendeze mbele ya watu wako. Isionekane mahali hapa simba wa Yuda, bali wewe mwenyewe uonekane ukinena watu wako. Sauti ni yako Bwana wa mbinguni, neno ni lako simba wa Yuda. Hata ardhi ni vyako Jehova Jire, na roho hizi zote ni zako simba wa Yuda. Wacha Mungu ukazitayarishe kusikia ujumbe wako leo. Wacha ukazitayarishe kapate kupenya na masikio yao. Siku ya leo nena na maisha ya watu wako Jehova Jire. Yesu kaachilie moto katika anga. 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 Anga ikatakasike, anga ikatakasike, majira haya ikatakasike, ili neno lako likapate nafasi, ili neno lako likapate nafasi, injili hii ikapenye, ikapembe na kila kona. Walioko njiani wapate kuisikia sauti, walioko kwa manyumba yao wapate kuisikia sauti, walioko kwa biashara zao wapate kuisikia sauti. Yesu, ingia ndani ya nyumba za watu wako, katika vitanda vyao ingia, katika manyumba yao ingia, katika mioyo yao ingia. Yesu, nena nao sikia leo. Maana Baba una ujumbe wa kila mmoja, kwamba Mungu kapate kuwafungua na kuwaeka huru. Nena nao kwa namna ya kipekee, nami ukanitumie kwa uweza wako. Wacha Mungu nishuke, wewe inuliwe, kwa sababu unastahili sifa na shukurani. Siku ya leo jitukuze mwenyewe simba wa Yuda. Ninasimama hapa Bwana, nikiwa najua kwamba mwili huu si kitu. Mwili huu ni wa damu na nyama, simba wa Yuda. Leo niko na kesho siko, lakini wewe simba wa Yuda utabaki kutukuzwa milele. Yesu, nitumie kwa uweza wako, kwamba ukapate kujitukuza, maana mimi ni chombo tu Jehova. Sina uweza wala mamlaka, kwa sababu nimebeba mwili wa damu na nyama, lakini roho wako Bwana akiwa ndani yangu, nena na maisha ya watu wako, ili Mungu kapate kuwafungua. Tawala anga hii na kaitakase kwa uweza wako. Yesu, vunja kila nira na kila roho na kila madhabahu na kila
mamlaka zote za yule mwovu zikapate kusambaratishwa jioni njema ya leo katika tunaomba hayo tukiamini kwamba unayatenda, na ni kwa Yesu Kristo mwokozi wetu tunakuinua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe mwana wa Mungu. Asifiwe Yesu Kristo aliyekuja kutukomboa, yule ambaye alikuja kwa ajili ya maisha yetu. Asifiwe tena. Siku ya leo nimewaletea injili hii ya Yesu Kristo watu wa Kibarani, na injili hii inatoka katika kile kitabu cha Isaya 53. Tunataka kusomewa kuanzia mstari ule wa kwanza hadi ule wa 5. Nataka tutege masikio vizuri ili tusikie Bwana ananena nini juu ya maisha yetu. Wacha kila mtu akaweke makini masikio yake akapate kuisikia sauti ya Bwana jioni njema ya leo. Ni kwa sababu amekupenda ukapate kuisikia sauti hiyo. Si bure wewe uliye hapo kuisikia, kwa sababu ninajua kwamba una masikio na pia una macho, unaona yale yanayotendeka. Hivyo kaa tayari usikie jinsi Bwana anavyonena na maisha yetu. Isaya 53 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 5. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Ni mkono wa Bwana aliyefunuliwa nani? Maana halikuwa mbele zake kama mche mororo na kama msisi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tunamwonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hakumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa mapiko ya kwake sisi tumepona. Haleluya. Amen. Kichwa cha neno letu ni kwamba kwa mapigo ya Yesu Kristo sisi tumewekwa huru. Tazama mfalme wa amani Yesu Kristo alikuja ulimwenguni ili kwamba akapate kuwakomboa wanadamu katika mateso yao ambayo walikuwa wamegandamizwa kwa miaka mingi. Licha ya kuwa yeye Yesu Kristo alikuwa ni masihi wa Mungu, lakini wengi walikataa injili yake, ndio na hawakuweza kupokea hata wokovu wao. Wakati huo Yesu aligeuka na watu wa mataifa na watu wa dini waliokuwa wakati huo waliokataa ukweli wake, lakini yeye hakuja kwa sababu nyingine ila kupata kuja kuwakomboa wanadamu ambaye Bwana alimwonea huruma, akiona kwamba hawezi kujinasua mwenyewe. Ni mpaka ambapo Yesu Kristo mwenyewe aje ili kwamba akayatimize mapenzi yake ndani ya mwanadamu, ili mwanadamu aweze kurudishiwa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Basi wengi waliosikia injili wakati huo hawakuiamini, na wengi wakakataa habari hizo za Yesu Kristo. Yesu akakataliwa hata na watawala wa enzi hizo. Wafalme wa enzi hizo wakamkataa Yesu. Ni kwa sababu walikataa injili aliyokuwa ameileta duniani. Ni kwa sababu ilikuwa inakinzana na injili ile ilikuwa ikiendelea. Yesu Kristo alikuja kipindi ambacho dunia ilikuwa na ukame, na si ukame ni kwa sababu ilikuwa imekosa mvua wala ilikuwa imekosa kupata mavuno, lakini ukame uliokuwa katika wakati huo ulikuwa ni ukame wa kiroho. Watu walikuwa kimwili zaidi kushinda kukaa katika kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ni Wayahudi wachache tu waliokuwa wamefunuliwa mambo ya rohoni wakati huo. Ndio maana wengi hata katika wasinagogi waliweza kuikataa injili ya huyu Yesu Kristo. Ndio pale tukisoma katika kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 16, Biblia inasema hivi: lakini sio wote walioitii ile habari njema. Huyo ni mtume
Paulo anawaambia Warumi kwamba sio wote walioitii habari njema, maana Isaya asema, Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? Anaendelea hiyo mtume Paulo mstari ule wa 17 ambapo anasema hivi, anawaambia Warumi kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hivyo jioni njema ya leo nimeleta Injili hii masikioni kwako, ni kwa sababu ukapate kusikia. Ninajua ya kwamba una masikio na ninajua ya kwamba una macho lakini hauoni, na masikio lakini hausikii. Ni kwa sababu umeyafumbia macho mambo ya uzimani na umeyafumbia masikio mambo ya uzimani. Umefungua masikio yako zaidi katika mambo ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu akaja duniani na alikuwa na misheni moja tu. Kazi yake kubwa, mfalme wa amani huyu, alikuwa ni kumwokoa mwanadamu na mauti. Na unajiuliza hii mauti ilikuwa ni mauti ya namna gani? Ninajua kwamba unajiuliza kama wewe ukiokolewa ati hufi. Nimekuja kukwambia siku ya leo utakufa, kwa sababu mauti hiyo ambayo Yesu anaiongea sio ile mauti ya nyama na mwili ulio nayo, lakini Yesu Kristo anaongea mauti ile ya rohoni. Hii kwa sababu kila mwanadamu mwenye damu na nyama kama mimi na wewe alipewa maisha aliyonayo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kifo kile cha kwanza, ile ni cha kawaida ya kila mtu, awe mcha Mungu awe si mcha Mungu, huyo pia ataweza kukufa. Hakuna siku ambazo wewe unaweza kumwekea Mungu. Ndio maana hujui siku zako za kuishi. Aliye mtakatifu ataiwacha dunia, aliye na dhambi ataiwacha dunia. Hakuna yule ambaye hataweza kuiacha dunia. Usijiulize ni kwa nini watakatifu wanaenda. Watakatifu wanaenda kwa sababu ni andiko, mwili huu wa damu na nyama tutauvua ili kwamba tukavae mwili mpya, ambao ule mwili mpya ndio wenye maisha ya umilele, ambao huo ndio Yesu anaotamani katika maisha yetu. Hivyo jioni njema ya leo ninakwambia maisha yako mara mbili. Una kifo hiki cha mwili kawaida, halafu kuna kifo kile cha rohoni. Kifo hiki cha kwanza kinapata watu wote, kwa sababu watu wote lazima watakufa. Lakini kifo kile cha pili kinampata mtu mmoja tu, ambaye huyo ni yule mtenda maovu ambaye hakuweza kumkubali Yesu Kristo. Huyo ndiye atapatwa na kifo cha pili. Na pia kuna maisha mara mbili. Kuna maisha haya unayoyaishi sasa, ambayo ni maisha ulionayo. Hayo ni maisha, haijalishi unafanya madhambi, wewe utaishi kwa sababu ni maisha ya mwili. Hayo unayo ni yako na kila mtu ana yake. Lakini kuna maisha ya pili, ambayo hayo maisha ya pili atakayeweza kuyapokea maisha ya pili ni yule ambaye ameweza kukaa miguuni pa Kristo, ambaye huyo ameweza kumpokea Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Huyo ndiye ambaye ataishi maisha ya pili. Huyo mwingine aliye na dhambi hataweza kuona maisha ya pili, kwa sababu ataweza kumalizwa kwa kifo cha kwanza, na hata kifo cha pili hataweza kutambulika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninataka kukwambia siku ya leo, Yesu Kristo alikuja kutukomboa katika minyororo, na zaidi ya yote kutuweka huru. Yani uweke huru, utoke katika hali ya kufinyiliwa. Si kwamba Yesu amekuja kuleta hali ya taharuki duniani kama jinsi watu wa ulimwengu walivyomkataa, lakini Yesu alikuja kwa kusudi moja tu, kuwaweka huru wanadamu. Na Yesu Kristo sana alikuwa analilia mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua unajihangaisha jinsi ulivyo, kila mtu uko busy kufanya mambo yake, lakini sikia siku ya leo, katika kitabu cha Ayubu 14 Biblia inasema hivi, mstari wa kwanza na wa pili, kwamba maisha, yani mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi ni chache sana, naye hujaa tabu. Huchanua kama maua, kisha hukatwa, hutembea kama kivuli, halafu hupotea kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani hakai. Hivyo jinsi unavyojiona wewe, maisha yako ni kama kiwiliwili. Mwili ambao umeubeba ni kiwiliwili. Huu mwili huu utapomolewa,
Kitu ambacho kitakusaidia ni kumpokea Yesu Kristo, kwa sababu mwili ulionao si wa kudumu. Siku moja watu watakutafuta katika dunia hii, hawatakuona. Ni wengi wamelazwa makaburini, wameweza kupotea milele na hatuwezi kuwaona tena, na enzi yao imemalizwa, na wewe umebakishwa hapo ili utengeneze maisha yako na Kristo. Lakini bado ninaona unagairi, unaona kwamba dunia ina wema, dunia ni ile ile. Utahangaika na utaweza kumaliza mahangaiko yako, utasumbuka na utaweza kumaliza masumbuko yako. Maana mwanadamu yoyote aliyezaliwa na mwanamke, maisha yake ni machache mno, naye maisha yake hujaa tabu. Yaani utajihangaikia mpaka siku ya mwisho wako, utatolewa katika mwili ukiwa bado unajihangaikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwa sababu kuna mshahara kwa yale yote tunayoyatenda, Biblia inasema hivi katika Rumi 6 mstari ule wa 23, Biblia inasema ya kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo wewe kiwa jinsi ulivyo, yale unayoyatenda ujue yana malipo yake, na si mauti tu ile unayofikiria. Wengine wanasema mimi nimefanya dhambi lakini naishi miaka mingi. Hiyo ni miaka ya duniani. Bwana Yesu asifiwe. Utapewa miaka ya kuishi duniani. Kuna watu ni waovu, wamepewa miaka ya kuishi, wakaona mengi lakini hawataona maisha ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo usijione mjanja kwamba wati mimi ninafanya maovu. Wanasema ukifanya maovu unakufa, lakini sikia siku ya leo, mambo ambayo yatakufa ni mambo ya rohoni. Wewe utakuwa disconnected na mbinguni, hutaweza kumwona Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hivyo nimekuja siku ya leo kukwambia kitu kimoja, ya kwamba utazame maisha yako unayojiishia. Si kwamba jinsi uishivyo utaishi milele mpendwa, ni kwa sababu utaishi kwa muda kidogo sana. Naona masaa pia hayako upande wetu. Mimi na wewe hatuna muda tena duniani. Muda uliobaki ni wa kumtafuta Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa sababu mambo haya yote tunayoyaona tutayawacha. Hakuna tutakachokibeba ukipeleka mahali popote. Lakini ukiwa na Yesu ndani ya moyo wako, wewe jivune, kwa sababu unawe Kristo aliyekupatia uzima wa milele, na si uzima huu ulio nao sasa. Tunaongea uzima wa milele ule ambao utakapobomolewa sasa utaishi milele na milele ukisherehekea ndani ya Bwana. Haleluya. Amen. Alikuja kutukomboa katika minyororo. Wayahudi wakamkataa Kristo, ni kwa sababu alikuwa ameshikilia mambo fulani. Lakini sikia leo, mwana wa Adamu yuko enzini hadi sasa, na kazi yake haiwezi kuweza kuzuiliwa na mwanadamu yeyote. Ni kwa sababu neno la Bwana linadumu milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukisoma Zaburi ya 107 ile linasema ya kwamba Mungu hulitoa neno lake, huwaponya watu na huwatoa katika maangamizo yao. Bwana Yesu asifiwe. Mstari ule wa 20. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo neno, Mungu hatumi neno bure katika maisha ya wanadamu. Ni kwamba anatuma neno ili likapate kukuponya wewe, na pia likapate kukutoa katika maangamizo. Maangamizo ni mengi ambayo yanakuja katika ulimwengu. Ninajua hapo ulipo wewe, mwili wako jinsi ulivyo sio vile ulivyozaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu hapa ana kitu ndani ya mwili wake kanakomuumiza. Najua hata sasa una madawa unayotumia. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya kuweza kutengeneza mwili ulio nao. Lakini sikia siku ya leo, mwili huu hata ukofanyia nini, huo mwili utabomolewa. Kinachoweza kusaidia katika maisha yako ni kumpokea huyu Yesu Kristo, ambaye atauponya mwili wako na kuweka huru katika magonjwa haya ya dunia, na pia kuponya roho yako ili kwamba ikapate kuwa uzima, ili siku ya mwisho ikapate kuonana na Bwana wetu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninajua hausemi, lakini umegandamizwa na mambo mengi. Ni magonjwa yamekufikisha mwisho.
Hata hapo ulipo akili inakupiga, unasema nifanyeje? Lakini sikia, pale ulipofika kuna tumaini lilobakia peke yake, ambao ni Yesu Kristo, huyu ambaye hashindwi na yale tunayoyapitia, kwa sababu yote tunayoyapitia Bwana anayaweza. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo hayo ambayo alikuja akayabeba. Iwapo dunia ilimdharau ikamwona mtu duni ambaye hakuweza kufaa katika viwango vya kidunia na utawala wa dunia hii, lakini Yesu Kristo yuko enzini kukuletea wokovu wa bure maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema kwamba Yesu hakupendeza. Ninajua kwamba hata injili haikupendezi, lakini sikia siku ya leo, uipende injili hii ama uikatae, hasara ni kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hasara ni kwako. Usione kwamba unaweza kukataa injili hii utafaidika kwa mambo ya ulimwengu huu. Shetani unayemuona hana mbingu ya kukupeleka. Yeye pia ni mmoja wa wale ambao watamalizwa na huyu Yesu Kristo, na utawala huu wa dunia yote utatekwa na anga ya Yesu Kristo, na hakuna cha shetani kitakachosalia. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo sijigambe, mimi ni mmoja wa wale ambao nilikuwa nikitumikia huyu shetani. Mimi nimetoka katika familia isiyomjua Mungu, na mimi nikalelewa katika mila na hali ya kutumika katika madhabahu za Kimijikenda. Mwili huu mimi ni Mgiriama. Majina yangu naitwa Paul Fondo, yani Fondo Mgiriama wa Yesu aliyetoka kijiji kile cha Malindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nilizaliwa, sikia vizuri, nilizaliwa katika nyumba isiyomjua Mungu. Mimi nikashirikishwa mambo mengi sana ya wachawi na waganga. Walikuwa wakija nyumbani kwetu wakifanya matambiko kila mara, na mimi nikalelewa katika yale mazingira. Nikainukia, ikafika wakati mimi nami ninajijua, nikaweza kuingizwa kwa hiyo system. Sikiza vizuri, nikapelekwa kwa mganga wa kwanza, nikashikwa mkono, nikaambiwa hapa ndiye huyu ataweza kupatia maisha ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Maana mimi nilikuwa na hofu ya kuogopa wachawi na waganga. Nilikuwa na hofu ya kurogwa nife. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikapelekwa kwa madhabahu ya waganga. Nikiwa mji wa Malindi, hakuna madhabahu iliyosifika kwa jina, sikuweza kuifikiria. Lakini licha ya yale yote niliyoyafanya, sikuweza kupata pumziko pahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Nilitembea mji wa Malindi, nikagangwa sana. Mwili huu nikikuvulia utaona nimechanjwa shale nyingi sana. Nilijaa mahirizi kila mahali. Ni kwa sababu ya kuogopa kurogwa na wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Wachawi waganga wakaniganga. Nikatembea na mahirizi kwa miaka mingi. Nilipokuja mji huu wa Mombasa, pia huku nikataka kuwatafuta waganga. Nikataka kujua wanakaa wapi. Kinyume na kule kwetu nikapata huko wanajiwekea mabango mazuri mazuri ya kujitangaza kwamba wao ni watibabu, wanatibu magonjwa fulani na fulani, kwamba sijui wanatengeneza nini, na nikaona kwamba ni tofauti na kule kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Basi mtu mmoja akanambia, ninataka nikupeleke kwa mganga mmoja, alikuwa anaishi pale eneo la Miritini. Mganga huyo alisifika kwa jina sana. Hata nilipokuwa nimefika mahali pale, nilipopiga kule simu kule kwetu, nikaambiwa hapo umefika. Bwana Yesu asifiwe. Basi mganga yule akasema, baba, hapo umefika. Akasema, wacha nikutengeneze mpaka wachawi wa kwenu wakikuona hawatakuona tena uko hai, bali watakuona ulikufa kitambo ukasaulika. Bwana Yesu asifiwe. Akanichimbia kaburi. Mimi unayeniona hapa, nikaenda pale town mimi mwenyewe, nikajinunulia sanda yangu, nikanunua sanda, nikaipeleka mahali pale, nikanunua na majogoo mawili makubwa, ile nyekundu na nyeusi, nikampelekea mganga yule. Bwana Yesu asifiwe. Na akanambia, sasa mimi nataka kuondoa matanga yako, ya kwamba sasa jinsi wewe siku ya leo ninapokuweka katika kaburi hili, basi wachawi wa kwenu wataona, wakija wataona wewe ulikufa kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Wakaniweka katika kaburi.
wakanizunguka na nyimbo zile za matusi za matanga, wakaimba. Mimi unayeniona hapa, matanga yangu iliondolewa tayari nikiwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ninajua matanga vile inavyokuwa, na hiyo kaburi ninaijua vile inavyokuwa, maana nililazwa ndani, matanga ikaondolewa, watu wakasifu ile manyimbo za matusi, wakasema wewe sasa wewe ni maiti. Na mimi nikasema kweli mimi ni maiti. Nikakaa ndani, wakazunguka, wakaimba, wakitoa zile manyoya yakinirushia. Baadaye wale kuku wakachinjwa pale kaburini. Wakasema sasa wewe haurogoki. Bwana Yesu asifiwe. Ninakwambia siku ya leo hauwezi pona kwa kwenda kwa mganga. Muganga ni Koniman. Muganga ni mtu atakuharibia maisha yako. Nimekuja kukutangazia siku ya leo, kunaye mwenye nguvu ambaye ni Kristo. Nikisimama hivi si nguvu zangu mwenyewe, ni huyu Bwana aliyenipatia neema teletele, ambaye alishinda wachawi na waganga. Hizi nikazidharau, nikazitupa na nikatembea jinsi nilivyo, na Yesu akanichukua jinsi nilivyokuwa. Na hata wa leo, toka mwaka wa 2009 hadi siku ya leo, sina hirizi ya mganga wala nini, bado sijasumbuliwa na mchawi. Ninaishi kwa nguvu za Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo uende uko mahali hapo, umeshikilia kairizi ka mganga, unafikiria kondoka na kupatia maisha mazuri. Ninakwambia jioni ya leo, ukiona wewe unairizi ya mganga, umekuwa chakula ya mganga. Mganga hawezi kulala njaa na wewe huko, atafinya kale kakitu kake akuite. Yeye ndiye anakuletea majaribu yako kila siku, nasikia haviendi. Ni yeye ndiye mchawi wako. Bwana Yesu asifiwe. Siku utakayochukua nafasi kuingia katika madhabahu ya mganga, usitazamie mchawi achukue hatamu juu yako. Yule mganga wako ndiye mchawi wako. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mfunguliwe macho, nataka mfunguliwe masikio. Najua wanakudanganya kwamba ukitupa hiyo irizi utaishi. Nakwambia utaishi. Utaishi kama mimi ninaishi. Tangu mwaka 2009. Si huyu Yesu ni mwema jameni? Amenipigania. Mimi niko na bodi ya darasa sijui wangapi. Bwana Yesu asifiwe. Nikitembea na nguvu tu. Amen. Haleluya. Amen. Kwambia kwa sababu gani? Mimi sina hofu ya kifo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema kufa utakufa. Sikia mpendwa, ninajua unaenda kwa mganga unasema ninarogwa nife. Wacha akuroge huyo mchawi anayekuroga wewe. Shika Yesu uone kama atakuroga huyo mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa sababu hamjajua ukweli ni kwamba mganga ni Koniman. Mganga akiingia eneo hili la Kibarani, huyo ndiye anayetuma maroho kwa watu. Yeye ndiye anayefunga biashara za watu ili kwamba watu wamfuate. Ndio maana anaandika kwamba mimi ninarudisha biashara. Anarudisha biashara wapi? Mganga anakuambia anakupatia kazi, mganga ana kampuni. Ashindwe katika jina la Yesu. Kama wewe mganga anataka kupatia biashara, mganga mwenyewe na afungue maduka. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mganga mwenyewe afungue makampuni kwa ajili watu. Asitudanganye, asituzie woga, asituletee woga. Ashindwe katika jina la Yesu. Haleluya. Umetukoni vya kutosha. Enzi ya utawala wa mwana wa Adamu umefika. Hizo madhabahu za waganga tutazifunga kwa jina la Yesu Kristo. Tunatuma moto katika madhabahu yao, kwamba tumbili zao zigongane, hizo dawa ziwageuke wenyewe kwa wenyewe, wasagane katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mganga ni kitu gani? Mganga ni kitu kidogo sana. Hana lolote yule, anakuzia woga wewe. Hebu acha hiyo irizi yako, one kama utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye mwenyewe analala chini. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na mganga na kitanda wewe. Ushinde kabisa wewe. Vinyumba vya kwa inama hivi. Wewe Mungu umelaniwa wewe. Huna aibu. Unatoka kwa kitanda yako ya 6x6. Nyumba imenyoka vizuri namna hii. Unaenda, mtu anaingia kwa nyumba hivi. Anaenda unaenda ndani.
ushindwe katika jina la Yesu. Unamdunisha huyu Yesu aliyekuokoa wewe, unamdunisha Mungu wako aliyekupatia maisha hayo, kwa sababu mganga ana mbingu kukupeleka. Haleluya! Nawaambia habari za kweli. Mimi nililamba huo uchafu wa waganga, na nikwambie kitu, hata hawaogi mikono, washindwe wale. Unaenda kwake, ametoka kumramisha mtu pale, anamwambia fungua mdomo, ramisha. Na wewe na usafi wako wewe, hata kwa nyumba yako kila kitu mpaka uoshe, unakubali kulishwa majasho ya mchawi na mganga, ushindwe katika jina la Yesu. Bona hapa misizi una mdomo, halafu anafanya hivi. Hata ametoka kukunya, wewe unashika mavi yake. Bwana Yesu asifiwe. Na wengi hawana choo hao waganga, kazi yao ni kwenda pale wakunye, wakitoka wanakuja wanamwambia uko hapa fungua mdomo. Bwana Yesu asifiwe. Unadharau Mungu, lakini Mungu ameletea uzima tele tele. Huyo mganga ana mbingu mpendwa, atakutumia tu kama karatasi, kwa sababu wewe ni mapato yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninajua mna wahusudu. Hata sasa umeweka biashara yako, umefunga kairisi kako, akaita customer yaite sana, lakini wewe mganga wako ndio atakufundisha wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua hayo, kwa sababu mkiwa hapa hata vita zenu ni hizo. Wewe chukua hii irisi, itakuja customer haiti na dawa, ita Yesu aje hapo aje. Na angalia, umewaita na dawa, umeendelea wewe, umejenga ghorofa, ushindwe wewe. Unaje kazi yako ni viirizi, unawaita na unapaki masikini. Bwana Yesu asifiwe. Waite sana na hizo irisi, paka dawa kila mahali, ukisema wakuje, na mwisho wa siku utakuwa masikini vile vile. Kwa sababu mimi nakwambia injili ya kweli, hakuna yule ambaye amejiendeleza kupitia waganga ameendelea. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku wale watu huanguka, na anguko lao ni kubwa zaidi, hufilisika wakaisha kabisa tikitiki. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Mimi nakwambia hapa, huyo mganga alisema ananizika, hata alizika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na dawa zake akawacha madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe. Alienda analiona mabuko. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mtumaini ya huyo mwenye damu na mwili kama wewe, siku moja utaenda utaona kwa nyumba kamefungwa, bwana ndipo au mzali kufa kitambo huyo. Bwana Yesu asifiwe. Alafu aanze kusema basi wacha niulize mganga mwingine. Usiulizie mganga mwingine, ulizia Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi wakati ambapo niligeuka kumfuata Yesu Kristo, haikuwa rahisi katika maisha yangu. Ni kwa sababu wakati ule nimekuwa nimeweka imani sana kwa waganga. Na wakati ambapo nilipata jaribu, nikajua kwamba mimi tayari nimerogwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikatoka wakati huo, nikaenda mpaka pale Miritini. Nikafika katika madhabahu yake, sikumpata huyo mzee. Ule msaidizi wake akaniambia, huyu mzee amelazwa potris, ana sukari hata hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Akanambia, sasa wewe twende huko tukamwangalie. Roho yangu ikakataa. Neno linakuja katika kichwa changu kwamba okoka, lakini nasema waganga ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule msimamizi wake akanipaka dawa zake pale. Nikatoka nikiwa nimefadhaika, nikasema mganga wangu jameni huyu, nitafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana nilikuwa na mairizi yake mengi. Wacha nikwambie, kama kuna mtu ametembea na irizi ni mimi. Ninajua kuongea na irizi. Nimeongea nazo sana. Kila baada ya siku 3 nilikuwa mpaka nzifukise. Hata zile nyumba nilikuwa naishi na ilikuwa inaitwa mchawi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanasikia napiga maoni pale, napiga na nilikuwa sitoki ndani ya nyumba mimi. Kabla kutoena na irizi yangu, nilikuwa na irizi nakaa hapa ya ulinzi. Kwanza aliniambia hiyo kieka hapa wewe unaenda kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Alinidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna irizi nyingine nilikuwa natembea usiku, aliniambia hiyo ukitembea hata polisi hakushiki. Na kweli alikuwa anishiki. Bwana Yesu asifiwe. Walinidanganya. Nikajipatia haki. Wakati ninapopokea Yesu Kristo, irizi zangu nilipofanya msako, mimi nilikuwa nafunga irizi zingine juu ya paa kwa kitanda. Lakini sikia, irizi hizo ndio zinanyonga mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana nilikuwa nimechanganya madhabahu tofauti tofauti. Na ilikuwa ikifika usiku mimi ninapiga kelele, nasikia anasema ninarogwa. Narogwa na nani basi?
Kumbe ni yale mairizi yangu, ni madunguri yamefunga chini juu nini, yananigeuka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilipompokea Kristo mimi na nikafanya msako ndani ya nyumba yangu, nikazing'oa kule chini ya vitanda, nikazing'oa. Zilikuwa zinafika ule mfuko wa robo ule karibu kujaa ule wa sukari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inakupatia picha jinsi gani ambavyo shetani anaweza kunihangaisha. Lakini sikia, siku ya leo, wewe ambaye haujajua ukweli, nakupatia ukweli kwamba ukweli uko ndani ya Yesu Kristo peke yake. Kuna jina tu utakalolipata, wacha haya majina ya waganga. Hata nilisikia waganga vile majina yao liisha, lakini sikia hili jina la Yesu, utalisikia leo na kesho na hadi milele. Na Yesu Kristo habadiliki. Yeye atakushika mkono jinsi ulivyo. Hautawahi kutafuta mwingine tena wewe. Ukikaa ndani ya Yesu, tulia, Yesu afanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye anamaliza kila kitu. Wacha wewe mganga wako. Unaenda ambapo unasema ameisha nguvu, amepala amefika, amengoja ndio kwa mwingine. Mimi kwa hivyo. Wajua waganga wako na rangi zao. Kuna wengine makoni kabisa, hata hawana kitu. Wamejaza zile mandunguru za kudanganya wewe na kufunga vitambara vyekundu. Ukifika pale unasema yes, huyo ndiye anaroa Bwana. Anakukoni. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi nikifunga zile vitu vile, nikifunga hivi ninaweza kudanganya wewe. Nikwambie Bwana wewe una shindwa. Na mtoe pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu mmechanganywa, mmeuziwa woga ndani ya maisha yenu. Yaani mmefanywa wajinga kwa ajili ya yeye afaidike. Bwana Yesu asifiwe. Ndio naona yeye anaweka pale, hana kazi, anaenda hizo vitunguru na njaa na watoto anawafuga. Unafikiri nani? Wewe ndio unamulisha wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako wewe ungangane hapa, biashara ngumu. Uuze hapa mama, wewe baba. Halafu nachukua faida yako napelekea mganga. Shindwa kabisa katika jina la Yesu. Yaani uuze pale, ukimaliza mganga naye asingojea. Baadaye kwa fungu la 10 kanisani wampelekea yeye, ati mganga anakula fungu la 10 lako, wewe ushindwe. Ushindwe kabisa. Haleluya. Yesu ndio maana alikuja kututoa katika hayo mahangaiko ya pango la kuweza kugandamizwa kwa miaka mingi. Hatujaweza kuona faida ya maisha tunayoishi, ni kwa sababu kuna mtu ametukalia juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie kitu, huyo mganga wako ndio anakupatia maisha duni. Hayo maisha unayoishi si yako, ni kwa sababu kuna mtu wewe unamwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo mtu ndiye anakupatia maisha duni. Yesu Kristo hawezi kukupatia maisha duni. Yesu Kristo ako hapo kukuinua. Wewe unaenda pale unauza tomato, basi anakuacha kwa tomato mpaka ufe kwa tomato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale mama usilete tu, wewe watakuja. Wewe hata akupatii mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo ninataka kuambia maneno haya. Kristo alikuja ili kwamba akapate kutuweka huru. Hivyo kama uko mahali pale na unaona ya kwamba umetembea katika hali ya nguvu zako na sasa umefika mwisho, usiniambie hujafika mwisho. Najua umefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama hujafika mwisho ungeng'ang'ana wewe, lakini najua kwamba unang'ang'ana kwa uweza wako. Mahali umefika, umeona kwamba pesa yako imeliwa na waganga, pesa yako imeliwa na madaktari, wamekuuzia uoga kwa yale ulionayo katika mwili wako, ya kwamba hayawezekani. Wamekupatia madawa kila aina, lakini bado unajiona uko katika hali hiyo hiyo. Basi jioni njema ya leo, yuko yule ambaye ukimkubali na kumsongelea tu, anaweza kukufungua, anaweza kukuweka huru, anaweza kukukomboa na kukutoa katika hali ulionayo ya miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Basi nataka kuchukua nafasi hii, watu wa Kibarani. Ninajua kwamba una masikio pale ulipo, usiniambie kwamba usikii. Ninajua kwamba una macho na usiniambie kwamba huoni. Lakini kwamba wewe umeyafungia macho mambo yale ya uzima, umeyafungia masikio mambo yale ya uzima. Basi ninakuamuru sikia leo ya kwamba ukaweze kuchukua hatua majira haya. Njoo tu kwa Yesu. Hii ni uzima wa bure. Bure, hauhitaji hata kuja na chochote. Wacha kule unaitishwa kuku. Mimi naitishwa kuku wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata sasa hivi ningekuwa mfugaji wa kuku, lakini sasa kuku wangu wote nimeenda huko kwa waganga. Bwana Yesu asifiwe. Bana nilikuwa nikinunua
na wapelekea wao. Siku anaweka kwa zizi langu, lakini hivi ninavyokuambia mimi ninawafuga sasa na wala mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa chakula chao. Wewe unaenda kule, ile mganga anakula nyama kila siku, wewe unakuja kula sukuma, wewe ushindwe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Maana wewe unakuwa tena, yeye akiwa anataka kula na familia yake vizuri, akwambia ulete kuku kadogo, anakwambia haka hawezi kuondolea shida zako mama. Baba, haka wewe ndio kama jogoo la nguvu kabisa uje nalo hapa. Anajua kile anasema, anataka kukula nyama vizuri. Sasa wewe anakutolea ile manyoya na kupiga piga nalo, kwambia mjinga, mpuzi, pumbavu, waenda zako wewe. Haleluya. Amen. Ufunguke masikio wewe. Kwani utawalisha makuku si tule hivyo hivyo. Tule mchicha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata sisi tutazila hizo nyama. Kuku wetu utawakula mwenyewe. Hivyo siku ya leo kuna uregesho katika maisha yako. Kama ulikuwa unanunua kuku kipelekea mganga, sasa leo utanunua kuku patie familia yako wakule. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu hata hawajachinja kuku ndani ya nyumba yao, lakini muulize umechinja kuku wangapi kwa madhabahu za waganga? Hawahesabiki. Lakini kwake tu aenda kununua marondo zile za kuku zinauzwa, ndio anakula ndani ya nyumba, na vichwa vya kuku shindwa kabisa. Nyama mzee unapelekea mganga. Na mbuzi, unafunga mbuzi badala ya kuchinjia watu wako, unapelekea madhabahu ya mganga, anachinja pale, anakula. Wewe anakupaka paka damu, anakuambia enda zako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimekuja kukuambia hakuna damu tena yenye nguvu kushinda damu ya Yesu Kristo, ambayo ile tayari ilimwagwa pale msalabani. Na hiyo damu inafanya kazi hadi wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo wakati huu ninakuomba uchukue hatua. Uje tu mbele hapa tuombe pamoja na wewe. Na Yesu Kristo atatenda mapenzi yake juu ya maisha yako. Ni kwa sababu mimi ninakuadia mambo ya kweli. Nilikuwa mmoja wa wale ambao walijihangaikia, lakini siku ya leo mimi sijihangaikia. Ni kwa sababu vita vyangu sasa, zile vita nilikuwa nikisema ni vyangu, si vyangu tena. Vita vyangu sasa vimebebwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye anapigania kila mahali. Huu mwili ni wake. Nina nini mimi cha kujigamba? Hata nijigambe nifanye nini? Mwili ni wake. Akitaka atauchukua tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi ninaringa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sina wasiwasi. Namwambia Bwana, wewe mwili ni wako, utengeneze vile unavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu mimi ni wake. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe pia ni wa Mungu. Hivyo chukua hatua, ukuje hapa mbele tuweze kuomba pamoja na wewe. Amen. Upate kuona ukuu wa Mungu ndani ya maisha yako. Na kwamba Mungu juu ya maisha yako. Utabaki tena mtu wa kawaida. Utatoka na ushuhuda ya kwamba siku moja niliweza kuingia mahali nikapata kuombewa na Mungu akatenda jambo juu ya maisha yangu. Amen. Chukua hatua mpendo. Amen. Chukua hatua. Bwana ni wewe tu, Bwana ni wewe tu, Bwana, Bwana, Bwana Yesu ni wewe tu, Bwana ni wewe tu, Bwana Yesu, Bwana tuweze kuomba pamoja na wewe. Siku ya leo ni utamatisho wa ibada hii. Usiwachwe nyuma, kwa sababu kuna uwepo wa Mungu katikati yetu. Aliyetuita yuko mahali hapa na mbingu zimekubali. Si tulivyo, hatujakuja kwa gharama zetu mwenyewe. Kunaye yule aliyegharamika maishani mwetu ndio akatuleta mahali hapa. Hivyo wewe chukua hatua, ukuje mahali hapa. Mbingu zimekubali. Ninaona malaika tu wakitawala mahali hapa, ambao wataweza kukufungua na kukuweka huru. Usiwache nyuma.
watanionaje? Njoo kwa Yesu jinsi ulivyo. Njoo na mizigo yako uliyoibeba, njoo na mahitaji yako, uje uyabwage mahali hapa na Mungu atakuweka huru. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu pale msalabani yaweza mambo yote. Damu ya Yesu chukua hatua, inaweza mambo yote. Ninakuomba tu kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba utapate kuchukua hatua, uje kwa sababu kwa Yesu kuna uzima. Njoo tu jinsi ulivyo, usiangalie yale uliyo nayo. Huenda unajiuliza maswali, ukija kwa Yesu itakuwaje? Lakini nakwambia siku ya leo, ukiacha yote kwa ajili ya Yesu, utapata uzima teletele maishani mwako. Yesu ale uliyo nayo, nakuambia Bwana, nimekuja kwako, basi utapokea uzima teletele, uzima wa milele. Hautaweza kujihangaikia tena, ni kwa sababu yuko yule atakayekuhangaikia. Hautaweza kujipigania tena, kwa sababu kuna yule ambaye atakupigania. Kwa hivyo chukua hatua tu, hata kama hujaweza kumpokea Kristo. Ni wakati ambao tumeutoa kwako, uweze wewe ukaweze kusimama, ukapate kumpokea huyu Yesu Kristo, ukapate kumtukuza Mungu siku ya leo, kubadilishia maisha yako. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Inasafisha, inakomboa, yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Tunakusubiri, usisite-site. Usifanye mazoea na Injili. Huenda umesikia sauti hizi mpaka umekinai. Inajua bado unabishana, unasema ya kwamba je, huyu Yesu ni kweli? Ni kwa sababu hujaweza kumuona. Lakini jioni njema ya leo ninakwambia hivi, kifo ndio kinakuja kwako, kwa sababu unatembea nacho na kiko mahali pale na uwezi kukiona. Hivyo Yesu jinsi alivyo, pia naye ni roho ambayo ukimpokea siku ya leo utatembea pamoja naye. Kama jinsi kifo kinakuja kwako ukioni, ndivyo Yesu atakapoingia katika maisha yako bila kumwona. Ni kwa sababu uwepo wake utatembea pamoja nawe, kwa sababu hata kifo najua unakiogopa, lakini hujawahi kukiona. Kwa mfano jinsi ulivyo, unafanya kusikia kwamba kuna kifo, na kifo kitakufikia hata pasipo kukiona. Hata watu watakuzunguka, wataangalia jinsi utakavyoondoka, hawataona utakavyoondoka, kwa sababu kifo ni roho, na roho hiyo ikiinuliwa kwako, hata iweje, hakuna mtu atakayeweza kuisimamisha. Ni kwa sababu ina nguvu. Ndio maana mwana wa Adamu alikuja kuishinda mauti. Ni kwa sababu mwana wa Adamu ana nguvu kuliko kifo kile unachokitazama. Chukua hatua mpendwa. Ninataka kuomba na wewe mahali ulipo. Ninataka kuomba na wewe. Fungua moyo wako jinsi ulivyo. Mungu mwenyewe atatenda mapenzi juu ya maisha yako. Baba, katika jina la mwana wa Yesu Kristo, jioni njema ya leo, ufalme wa amani, inakabidhi roho hizi zote mikononi mwako. Yesu, tawala anga ya maisha yao. Kunao wale ambao wamefungwa kwa miaka mingi, hawajaweza kuishi maisha yao, wamegandamizwa na madhabahu za wachawi na waganga, wametumiwa na wanadamu kwa ajili ya faida zao wenyewe. Lakini siku ya leo, mwana wa Adamu, tenda jambo katika
ukawagusa, ukanene na mioyo yao Jehova Jire, na kuwafungua na kuwaweka huru. Yesu, ukajifunue juu ya maisha yao, ya kwamba ukawapatie neema ya kipekee. Hizi zote Mungu ukapate kuziponya walio na magonjwa mbalimbali, Baba yetu wa mbinguni, ukapate kuwatembelea na kuwaweka huru. Tazama, haijalishi ni maneno gani yaliyotamkwa juu ya maisha yao, ni hofu gani waliohusiwa katika maisha yao, lakini jina la Yesu linaweza hayo yote. Siku ya leo tunanena maneno ya uzima juu ya maisha yao, kwamba wakapate kufunguliwa. Ni kwa sababu kupitia neno lako Jehova unaweka nuru watu wako. Haijalishi wamegandamizwa na mambo ya namna gani, lakini siku ya leo tuma Roho wako juu ya maisha yao, katika biashara zao Mungu ukatawale, kila mmoja ukapate kumtembelea katika nyumba zao Mungu ukawatawale, ukapate kutenda matunda maajabu. Nyumba za wateule wako zisibaki jinsi vilivyo, mahangaiko ya miaka mingi ikafike mwisho. Yesu, ukapate kutenda jambo jipya juu ya maisha yao, kwamba yeyote aliyesikia injili hii ya siku ya leo, popote alipo akapate kufunguliwa, popote alipo akapate kuwekwa huru, popote alipo akapate kupiganiwa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba wa mbinguni, ninavunja nira zote ndani ya wateule wako, wale wote waliohitanishwa kwa jina lako, na hata wale ambao bado wako chini ya utawala wa shetani. Mungu, ninavua mamlaka za shetani juu yao, nikiomba Mungu ukatawale anga yao, ukapate kuwaweka huru, ukapate kuwafungua, ukapate kuwaweka huru katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Chochote kilichopandwa juu ya maisha yao, wacha Mungu wa mbinguni Jehova Jire ikapate kung'olewa, kwamba kisiwe na uwezo wala mamlaka, bali ikapate kung'olewa na kusambaratishwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Yesu, madhabahu yaliyowagandamiza kwa miaka mingi, ambayo hayo madhabahu yameendelea kufaidika kwa ajili ya watu wako, hayo madhabahu popote yalipo, unatuma moto wako Bwana yakapate kusambaratishwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yesu, kawaweke huru simba wa Yuda. Yesu, kawafungue watu wako, madhabahu zote zikaweze kusambaratishwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba wa mbinguni, mfalme wa Yuda, Jehova Jire, kunao wale wamebeba mahirizi, naomba sikia leo hizo hirizi ukapate Mungu kuzishughulikia. Nguvu ya hirizi ikapate kusambaratishwa, nguvu ya hirizi ikapate kumalizwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, tamalaki, maana wewe ni Mungu moto ulao. Anga hii ya Kibarani ukaitakase na nguvu zako na uweza wako. Roho wako Mtakatifu akashikia anga hii, na watu wa mahali hapa Bwana ukarudishie maisha yao. Kibarani siwe jinsi ilivyo tena. Wale ambao wameishi kwa kung'ang'ana Bwana wapatie neema ya kipekee, wakaweze kuona mafanikio kwa kazi zao, wakaweze kuona mafanikio kwa biashara zao. Waliogandamizwa kwa miaka mingi, ambao hawaoni faida wale anaowafanya, sikia leo Bwana wafungue, ukapate kuwaweka huru, biashara zinawiri, wakapate kupokea neema ya kipekee, kibali na mamlaka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho za kufunga biashara za watu, hizo roho tunazifunga, tunazishika mateka, tunazisambaratisha kwa uweza na hata na mamlaka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunatangaza biashara za Kibarani zifunguliwe. Yesu, Kibarani siwe jinsi ilivyo. Tunaomba Kibarani ikapanuke mara 770 kwa uweza na hata na mamlaka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Fanya uregesho katika mtaa huu, ukawaondolee maisha duni, ukawapatie nguvu zako na utajiri wa mbinguni, wakapate kuyaona mema katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba wa mbinguni, tunao hata wale hawezi kulala usiku mpaka watembelewe na maroho. Hizo roho za kutembelea watu wako usiku wamelala, ndoto chafu ndani ya maisha ya watu wako, sikia leo tunazimaliza, tunazisambaratisha kwa uweza na mamlaka mara 770 kwa uweza na mamlaka katika jina la Yesu Kristo aliye hai.
Jioni ya leo Bwana jitukuze. Wacha siku ya leo, kwa sababu ni uthibitisho wako wa tatu, na siku ya tatu Bwana ndio iliyofufuka. Na wakati ulipofufuka makaburi zote za watakatifu zilifunguliwa. Ni kwa sababu wewe ulishinda mauti. Hivyo siku ya tatu ni kwa sababu ni siku ya utimilisho. Wacha kilichokufa kwa miaka mingi kikafufuke, watu wakarudishiwe maisha yao, watu wakafunguliwe sasa, waliofungwa wafunguliwe. Unatangaza kufunguliwa kwao, unatangaza kufunguliwa kwao mara 7 70 kwa uweza na mamlaka, katika jina la Yesu Kristo. Yesu, tenda mapenzi yako, Simba wa Yuda. Siku ya leo watembelee na ukatende jambo jipya katika maisha yao. Tunapotamatisha, tunaomba Mungu enzi yako iendelee. Wacha sisi tutamatishe, lakini wewe Bwana endelea kufanya msako wako ndani ya kwamba usilale mchana na usiku. Endelea kuwaingilia katika majumba yao na kuwabishia na kuwazungukia popote walipo katika vitanda vyao. Mungu endelea kunena nao. Yesu, achilia Roho wako Mtakatifu aendelee Bwana kufanya kazi ndani ya watu wako. Ni kwa sababu mfalme wa amani una uwezo juu ya mambo yote. Jinsi ilivyo dunia ndio Bwana dunia, yule mwovu shetani ameiteka kwa mambo mengi, lakini mbuni hayo yote Jehova unasema ya kwamba yana mwisho. Hivyo yoyote yule ambaye ameisikia sauti hii siku ya leo, wacha Mungu kamweke huru, wacha Mungu kamweke huru, wacha Mungu kamfungue, wacha Mungu kamtoe hapo alipo, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba haya tukiamini jina la Yesu litaendelea kuabudiwa milele na milele. Na ni kwa Bwana Yesu Kristo aliyekuja kutuvunjia minyororo yote ya yule mwovu shetani na kuweka utawala wake juu ya wanadamu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya, haleluya. Watu wa Kibarani, Bwana Yesu wasifiwe. Mubarikiwe sana na Bwana. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Sababu ya Injili.